Ama tupe mtazamo wako kuhusiana na hili ambalo tumelitazama. Wiki iliyopita tulizungumza kukutanishwa kwa viongozi itakuwa jambo jema zaidi, na tukaona kilichotokea. Bwana, moja ya kitu ambacho kimetrendi ni kulaaniwa vikali kwa kauli ambayo imetolewa ile na yule balozi kuhusiana na mashariki, unaweza kusema hivyo. Nimeona serikali mbalimbali za Kiislamu zikikosoa kauli ambayo imetolewa na Mike Huckabee, balozi ule wa Marekani nchini Israel, ambaye amesema kwamba Israel ina haki na inapaswa kuchukua eneo kubwa la Mashariki ya Kati. Kimsingi natakiwa kuwa hivyo. Sasa nchi mbalimbali zikaja kulaani hii kauli. Kwa nini wewe unazungumza kitu kama hiki? Inakuwaje mambo kama haya? Kauli hii imeleta utata, Godfrey Mchungu. Bwana, hiyo ni kauli kubwa sana ambayo inaendelea duniani. Kuna mijadala ya kisiasa, lakini hususa katika siasa za Mashariki ya Kati. Balozi wa Israeli nchini Marekani ameweza kutoa kauli ya kusema kwamba wao wa Israel wana haki ya msingi ya kuweza kulichukua eneo kubwa zaidi la Mashariki ya Kati. Sasa hii kauli Lupokela inaonyesha namna gani sasa eneo la Mashariki ya Kati limekuwa ni eneo ambalo kwa kweli nikiwa na misuguano katika masuala mbalimbali ya kidini, kisiasa, kiuchumi, lakini zaidi sana katika swala zima la kihistoria. Kwa kutumia dhana hiyo sasa ndio inaitwa kwamba ni mzozo ambao unaitwa ni paradox. Wayahudi wanaamini kwamba ile nchi ya Israel wamepewa na Mungu kwenye vitabu vyao vitakatifu. Na wanaamini kwamba siku moja watakuja kutengeneza Israeli kuu Mashariki ya Kati. Na kama tunakumbuka mpango ambao alikuja nao Netanyahu mwaka jana na mwaka juzi, aliweza kuzifuta nchi fulani kwenye Mashariki ya Kati. Ule mpango aliweza kuonyesha katika Umoja wa Mataifa, kuna United National General Assembly, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Aliifuta nchi ya Syria, aliifuta nchi ya Lebanon, aliweza kuigawa sehemu ya Misri, lakini zaidi sana aliifuta nchi ya Iran. Kwa sasa katika mpango wa kuweza kutengeneza Greater Israel, kuna mataifa lazima yaweze aidha kuondolewa utawala wake, au la pili kuweza kuvurugwa kwa lengo kisha kwamba wanaendeleza harakati zao za kisiasa ambao tunafahamu zilianza kwenye karne ya 19 almaarufu kama Zionism movement. Harakati za kisiasa za kuweza kutengeneza na kuwarudisha wale ambao wanaitwa Wayahudi kuleta vitabu vitakatifu vya Torah, Talmud, ambao wamekuwa wakiamini kwamba ile nchi ni ya kwao. Sasa ukitazama ni kwamba unaposema leo hii unataka kuichukua Misri ina watu wake. Unaposema leo hii Israeli nani wa Palestina wakatafuta pa kuishi. Wa Palestina pale tangu kwa kipindi kirefu imekuwa ni nchi yao. Unaposema leo hii kwa mfano Syria sio sehemu, ni sehemu ya mpango wa Greater Israel, ni kwamba sasa unaenda kuvuruga zile harakati za kutengeneza amani Mashariki ya Kati. Na wengi tangu mwaka 1947 kuna two state solution, 48 wanasema kwamba uanzishwaji wa taifa la Israeli umekuwa kama ni janga au wanaita kama ni Nakba. Sasa hii kauli kuna siku sisi tutakuwa hatupo hapa. Sawa, miaka 200 kutokea sasa. Wote tutakuwa hatupo. Sisi ambao tupo hapa na wale ambao wanatusikiliza. Inawezekana. Ndio. Inawezekana hii kauli ambayo wanaizungumza itakuja kutimia. Niambie kwa nini? Kwa sababu Israeli ilivyoanza mwaka 1947 na 48 walikuwa wanakuja kama kuhiji, walikuwa hawana eneo. Ndio maana yake. Lakini hebu fikiria baadaye kuna vita vya mwaka 48. Kuna vita ambavyo vinaitwa vya Nakba. Sawa? Vita vya uhuru kwa nchi za Kiarabu wanaita Nakba, catastrophe. Kwa Wayahudi wanaita vita vya uhuru. Ambapo David Ben Gurion wakaweza kushinda ile vita na kutangaza taifa la Israel tarehe 15 Mei. Okay. Ukiangalia ramani ya Israeli mwaka 47, sio ramani ya mwaka. Afu angalia ramani ya Israeli kuna vita ya siku 6 mwaka 67. Angalia ramani ya Israeli kuna vita ya Yom Kippur. Angalia ramani ya Israeli kuna vita miaka 80 na Lebanon.
Angalia ramani ya Israeli kwenye First Intifada mwaka 87, Second Intifada mwaka 2000, mpaka vita vya mwaka 2006, mpaka vita vya juzi vya Operation Lion ambao vilekea Hamas kuweza kuipiga Israeli. Mipaka ya Israeli imekuwa ikiongezeka. Nitakupa mfano mmoja. Kuna eneo ambalo lilikuwa linaitwa Sinai Peninsula. Walichukua kwenye vita ya mwaka 1967. Sawa? Lakini kuna mkataba wa Camp David Accord, of course ukaingia mkataba kati ya Menachem Begin na Anwar Sadat, rais yupo Jimmy Carter, wakarudisha pale eneo. Lakini hebu fikiria, katika kwa mfano katika milima ya Golan, eneo la Syria, paka leo limekuwa ni eneo la Israeli. Kwa hiyo wanaposema kwamba wana mpango kutengeneza Israeli kuu, Greater Israel, ambao huo mpango unaongozwa na watu ambao wanaitwa ni hardliner, yani watu ambao wamesoma mkali kule dhana ya Zionism movement. Hawa watu wapo, kwa sababu kutazama, hebu angalia mataifa ya Kiarabu yalivurugwa. Palestina, Lebanon, Iraq, Afghanistan. Kuna tension kubwa sasa hivi Iran. Syria angalia. Misri kwa sababu na mikataba hiyo ya kiusalama, mimi naamini itakuja kufika miaka 200 tokea sasa. Mpango wao utakuja. Mbona mingi sana. Kwa sababu sasa taifa letu lina miaka 80. Ndio, lakini sidhani kama 200. Au ni mingi. Mingi sana. Mipango ni taratibu. Yani kwa hizi kauli na kwa namna ambavyo wanaendelea na support wanayopata. Kwa sababu walozungumza si upande wa Marekani. Barozo Marekani pale Israel. Sasa rafiki yangu kinatoa picha gani kabisa, yani inaonekana kabisa kwamba yani kuna vitu hivyo si ndio, kwani balozi anaweza kujitamkia. Kwanza hiyo maana ni kwamba huo ni mtazamo. Ndio. Huo ni mtazamo wa nchi Israel. Wanapotazama Mashariki ya Kati. Kwa sababu lazima tufahamu kila nchi duniani ina sera zake. Ina sera yake kuhusu mahali fulani. Yaani Marekani wana sera kuhusu Afrika, China wana sera kuhusu Afrika, Israel wana sera kuhusu Mashariki ya Kati. Hebu tumalize na hii.